Leo tupo hapa jijini Mwanza kwenye mafunzo ya uandishi wa habari za mazingira, mafunzo ambayo yameandaliwa na MAIPAC kwa kushirikiana na mtandao wa tatizo haki za binadamu TDC kwa udhamini wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo wa wanahabari kufahamu changamoto za kimazingira zilizopo hivi sasa na jinsi gani wanaweza kuandika habari za uchunguzi ambazo zitasaidia mabadiliko ya sheria, kanuni na utaratibu katika kulinda na kutetea haki za watu katika masuala mazima ya mazingira. Tumeona katika mafunzo haya tutazungumzia kwa mapana athari za kimazingira katika maeneo ya migodi, lakini vile vile tutazungumzia kwa upana masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi, na tutazungumzia kwa upana athari zinazotokana na utupaji wa taka ngumu katika maeneo ya makazi, maeneo ya ziwa na maeneo ya bahari, na jinsi gani wananchi wamekuwa wakiathirika. Lakini kubwa zaidi katika maeneo ya migodini tutazungumzia jinsi gani serikali inatekeleza mikataba ya mataifa hasa ambayo inahusu kupunguza matumizi ya zebaki katika uchimbaji wa madini. Tumeona kuna matatizo kubwa la watu kupata madhila mbalimbali kutokana na matumizi ya zebaki katika migodi, jambo ambalo tayari limepigwa marufuku kimataifa. Na nafasi ya waandishi tunaona ni kubwa. Kwanza nataka waandishi wasaidie, kama unasema, kufanyika reform, waandika habari za uchunguzi za kutosha ili serikali na wadau waweze kuchukua hatua kulinda haki za watu, kulinda haki za kimazingira, lakini kuhakikisha kwamba mazingira nchi yanabaki salama. Tumeona kuna shida kubwa sana inaendelea katika maeneo mengi. Tumeona maeneo mengi kuna ukame, kuna upungufu wa maji, kuna kuzagaa kwa taka, sumu. Yote haya yanaathiri afya za watu. Sasa kupitia mafunzo haya tutategemea waandishi wa habari wataenda katika maeneo, wataandika hizo habari ili kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ni namna gani kila Mtanzania ana nafasi katika utunzaji wa mazingira? Tunawategemea sana waandishi wa habari. Karibuni sana kwenye majadiliano haya ya siku mbili, majadiliano endelevu ambayo tunatumaini tukitoka hapa tutatoka na mpango wa pamoja ambao utatuwezesha sasa kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuibua, kuchanganua, lakini vile vile tuweze kushirikiana katika kushare hizi taarifa na kushare habari za kimazingira.